Bwana Yesu apendwa sana. Leo nitajitahidi niweze kufundisha. Mungu ameweka hatima kwa kila mtu. Haleluya. Mungu ameweka hatima kwa kila nani? Kwa kila mtu. Wewe ambao unanisikia leo, amini ya kwamba ipo hatima kubwa ambayo Mungu ameiweka ndani yako, ambayo ni ya ajabu na ni ya kushangaza, hakika ambayo yenye manufaa makubwa katika baadaye, na hata kwa watu ambao wanakutegemea kuja kukuona kwa baadaye. Bwana Yesu apendwa sana. Amen. Imeenda hapa kwamba hatima. Sasa kuna hatima. Tunaposema hatima ni mstakabali au mwisho wa kile kilichopangwa kumtokea mtu au jambo fulani katika maisha ya baadaye. Ni mstakabali wale maisha ambayo yamepangwa kumtokea mtu au jambo fulani katika maisha ya baadaye. Haleluya. Hiyo ni katika namna ya kawaida, lakini tunapozungumzia kuhusiana na hatima kiroho au katika Bwana, tunasema kwamba hatima ni uwekezaji wa Mungu ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu apendwa sana. Lazima utambue kwamba hatima ni uwekezaji wa Mungu ndani yako. Bwana Yesu apendwa sana. Yaani Mungu anapokupa hatima wewe, kuna jambo kubwa sana ambalo amelikusudia juu ya maisha yako, ndio maana amewekeza kwako. Haleluya. Yaani hatima ambayo Mungu amekupa, tambua kwamba ni uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani yako. Sisi tunaelewana? Jambo la kuzingatia ni kuwa hatima ni kitu cha thamani sana ambacho Mungu humpatia kila mtu. Hatima ni kitu cha thamani. Na katika uthamani huu Mungu amempatia kila mtu. Bwana Yesu apendwa sana. Yaani hatima amepatiwa kila mtu. Mungu hakumnyima mtu hatima. Bwana Yesu apendwa sana. Kuna mtu pengine unaweza kuwa umekaa ukasema mimi pengine labda sina hatima, lakini leo nitaenda kufundisha utambue ya kwamba Mungu ameweka hatima kwa kila mtu. Na unapaswa uweze kuitambua hatima yako. Ukweli ni kwamba Mungu hana upendeleo, kwa sababu Mungu huwapa wote kwa kusudi na hatima kubwa sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu apendwa sana. Yaani hatima ambayo ipo kubwa kwa chapita kiama, pia hata wewe hiyo pia umewekewa. Bwana Yesu apendwa sana. Wote tumepewa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu apendwa sana. Katika kulidhihirisha hili, madam naomba niletee ile nani sasa. Huu ndo wakati wake. Bwana Yesu apendwa sana. Nataka tukajifunze kwa vitendo. Mwambie jirani yako kwa vitendo. Bwana Yesu apendwa sana. Sasa hii ni illustration yetu ambayo tutaenda kuionyesha. Bwana Yesu apendwa sana. Wakati ninamuuliza Bwana ni neno gani ambalo Mwenyezi Mungu nitaenda kuzungumza na wasomi kuhusiana na hatima, pengine wamefundishwa sana hatima na watu wengi. Mungu, mimi sijui ni kitu gani ambacho nitazungumza nao. One day nimeamshwa kama saa 9 hivi. Kwa Mungu akaniambia, there is something you're supposed to talk with my people. Kuna kitu ambacho nataka kuongea na wanangu. Bwana Yesu apendwa sana. Nini maana yake? Nitaenda kulikata hili tunda, afu nitakuonyesha hatima maana yake ni nini. Jamani, hili ni apple. Bwana Yesu apendwa sana. Hili ni apple, ni tunda ambalo limeongelewa sana katika Biblia, lakini ni tunda ambalo linaonekana kuwa ni tunda la thamani sana. Bwana Yesu apendwa sana. Sasa kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amelikusudia. Yako matunda mengi ambayo tungeyachagua kuja kuyatumia hapa, lakini Mungu amependelea hili liwe tunda ambalo litumike. Bwana Yesu apendwa sana. Amen. Nitaikata. Yes. Haleluya. Sasa katika hili apple, kitu ambacho naenda kukitoa mimi ni hizi mbegu zilizoko ndani. Bwana Yesu apendwa sana. Kitu ambacho naenda kukitoa mimi ni nini? Mimi sina shida na hili apple, mimi na shida na hizi mbegu zilizopo ndani. Bwana Yesu apendwa sana. Amen. Hii moja tu. Yes. Amen. Yeah. Sasa Bwana Yesu apendwa sana. Bwana Yesu apendwa sana tena. Amen. Hii ndio hatima. Bwana Yesu apendwa sana. Hii ndio hatima ya kwamba hatima yako katika maisha yako always ni kama mbegu. Bwana Yesu apendwa sana. Nilikuwa nikimuuliza Mungu ni kwa namna gani kwamba hatima inafanana katika mbegu. Hatima ni katika mbegu. Nikamwambia Mungu ni katika namna gani ambapo naweza nikaizungumzia hatima. Mwenye Biblia anifungulie Mathayo 13:3. Hiki ndicho ambacho kifungu ambacho tunaenda kukizungumzia hapa na ambacho kitatuongoza. Bwana Yesu apendwa sana. Nifungulie Mathayo 13:3. Ndio. Ninasema ndio. Akawaambia mambo mengi kwa mifano. Kwa mifano, ndio. Tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Alitoka kwenda kupanda.
Ndiyo. Hata alipokuwa akipanda, ndiyo, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia. Ndiyo. Ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba, pasipokuwa na udongo mwingi. Ndiyo. Mara zikaota. Ndiyo. Kwa kukosa udongo. Ndiyo. Kwa udongo kukosa kina. Yes. Na jua lilipozuka ziliungua. Ndiyo. Na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba. Ndiyo. Ile miiba ikamea. Yes. Ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri. Zikazaa 100, 160, 130. Haleluya, pigie Yesu makofi. Sasa sitaki leo ni ubie ni ile, nataka tufundishane. Bwana Yesu apendwe sana. Huyu ni mpanzi. Mpanzi anatoka na kwenda kupanda mbegu yake. Ndio maana mwanzo nilipokutangulia kukuambia kwamba Mungu anapokuwa ameitoa hatima kwa mwanadamu, Mungu huwa ana upendeleo wala machaguzi ya kusema wapi nenda kuipanda mbegu. Bwana Yesu apendwe sana. Mpanzi anasimama kama Mungu. Haleluya. Yapokuwa Yesu alitoa maelezo kwamba ni neno la Mungu, lakini hii leo tunaizungumzia kama hatima. Yesu anapoitoa hatima na kuweka ndani ya mwanadamu, hii inakuwa ni kama mbegu. Bwana Yesu apendwe sana. Lakini hatima inapowekwa kwa wanadamu, kuna aina ya wanadamu ambao wanapopewa hatima. Bwana Yesu apendwe sana. Mungu anapokuleta duniani, huo wote amemwachilia hatima. Lakini hatima hii inakuja kugawanyika katika namna ambavyo imezungumziwa katika Mathayo 13:3. Bwana Yesu apendwe sana. Hatima ya kwanza ambayo anaizungumzia, ambayo Mungu aliachilia, neno la Mungu linasema mpanzi alitoka kwenda kupanda. Bwana Yesu apendwe sana. Hata ukisoma katika udongo mzuri anakuambia sio kwamba alichimba mashimo akaweka. Maana yake alipokuwa ameenda kupanda, kuna mbegu moja iliweza kuanguka wapi? Njiani. Bwana Yesu apendwe sana. Tambua kwamba Yesu au mpanzi alipokuwa ameenda kupanda, hakwenda na mbegu tofauti. Useme labda alienda na mbegu ya matikiti, alienda na mbegu ya mapera, alienda na mbegu ya mahindi, alienda na mbegu ya aina gani? Kama ni mbegu ya apple, ndio mbegu ambayo alitoka nayo. Bwana Yesu apendwe sana. Na ndio mbegu ya samani ambayo alikuwa ameachilia. Nini? Kwamba nikimaanisha kwamba Bwana ambacho amekiachilia, hatima kubwa ambayo Mungu ameweka maishani mwako, zote ni kubwa. Haleluya. Hatima ya kwanza ni mbegu ya kwanza alipokuwa ameitoa. Neno Mungu linasema, hii mbegu anasema hata walipokuwa kipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia. Zilianguka. Bwana Yesu apendwe sana. Yaani mbegu ilianguka karibu na njia. Nini maana yake? Ipo hatima ambayo Mungu ameweka maishani mwa mtu. Bwana Yesu apendwe sana. Lakini kabla hajatambua kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kimewekwa ndani yake, shetani tayari anakuwa alishaona kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kimewekwa ndani ya mtu. Shetani anakuja naiba hatima kubwa ambayo ulikuwa umewekewa. Bwana Yesu apendwe sana. Yaani mtu nakuta aelewe. Bwana Yesu apendwe sana. Tayari Mungu alikuwa shakupa, lakini kwa sababu shetani ameona kile kilichokuwa cha thamani ndani yako, alikuja tayari na kukichukua. Haleluya. Wangapi tunaelewana? Bwana Yesu apendwe sana. Na mara nyingi hawa watu wenye aina hii ya hatima, yaani wenyewe wakikaa yaani hata sijui yaani mimi nipo tu. Bwana Yesu apendwe sana. Ambaye kutana na watu wenyewe wanakwambia mimi sielewi, yaani mimi nipo tu. Yaani mimi sio matana nini. Bwana Yesu apendwe sana. Ndio utakuja ujikute pasina kutambua ni kitu gani ambacho Mungu amekuwekea. Wewe utajikuta unawakilisha duniani. Bwana Yesu apendwe sana. Kwa sababu tayari shetani alishanyakua kile ambacho umewekewa. Na katika kunyakua kile ambacho umewekewa, unajikuta unaishi maisha tu, umekuwa kama ng'ombe, umekuwa kama kondoo. Popote unapopelekwa unaenda, kwa sababu kile ambacho kikubwa ambacho kimewekwa ndani yako kimechukuliwa. Halo. Nini? Mungu anapoachilia hatima yake kwa mwanadamu, huwa hachagui kusema wewe nakupa zaidi au hii. Bwana Yesu apendwe sana. So, lazima utambue wakati huo hatima yako. Wakati huo hatima ambao umepewa, je, hatima yako umenyang'anywa au bado unayo? Na kama unayo, je, ni kitu gani ambacho kina saundi ndani ya moyo wako? Unaiona ikimea? Unaiona ikichipua ndani ya moyo wako? Au ndio kabisa uone chochote ambacho kinaendelea kwenye maisha yako? Haleluya. Mwambie jirani yako, hatima yako ipo? Au ndio uelewe? Bwana Yesu apendwe sana. Kwa maana tuna expect hatima ambayo umewekwa itakuwepo. Haleluya.
na tunategemea matunda ya hatima yako. So when you see, unapokuwa ukiona kwamba hauelewi chochote, yani mpaka sasa hivi uelewi, kwa jamani mimi niko hapa tu, mimi nasoma tu hata sijui yani itakuwaje. Bwana Yesu apewe sana. Lazima ukae ukitambua na ukizidi kumuuliza Mungu kuhusiana na hatima yako. Kwamba Mungu, hii hatima yangu je, ipo au ameshachukuliwa na muovu? Bwana Yesu apewe sana. Yaani lazima uangalie ni mazingira gani ambayo wewe upo. Uje kuuza sura duniani kwa sababu kipo kitu kikuu cha Mungu ambacho amekiweka ndani yako. Na hiyo ndio hatima ambayo Mungu amekusudia. Bwana Yesu apewe sana. Lakini hatima ya pili au mbegu ya pili ilidondoka kwenye mwamba. Bwana Yesu apewe sana. Ilidondoka kwenye mwamba. Ikaanza kumea. Haleluya. Ilipoanza kumea, ikaanza kuweka mizizi. Lakini ilipofika wakati fulani ikanyauka. Bwana Yesu apewe sana. Jua ilipopia kidogo ikanyauka, maana ile mizizi yake haikuweza kwenda ndani kwa sababu ilipandwa juu ya nini? Ya mwamba. Hii ni hatima ina gani? Ndio maana nakwambia kwamba Mungu hana upendeleo, aliachia hatima kwa hawa. Ni wale watu ambao kuna kitu kikubwa ndani yao. Pasina kuzungumza na Mungu, pasina kumshirikisha Mungu mambo yao wakati wameanza, huwa wanaamka na kuanza kufanya wenyewe. Na mara nyingi hawa watu ndio watu ambao wanafika mahali yeye mwenyewe haelewi, yani Bwana Yesu apewe sana. Anakuwa ni mtu ambaye alikuwa na hatima kubwa, ameanza kwa kasi. Unaanza jambo linakuwa likiishia njiani. Na poshua ni jambo kubwa na nzuri. Bwana Yesu apewe sana. Ni wazo la biashara. Ni wazo kubwa sana ambalo limewekwa ndani yako. Ni wazo la kuwa mwimbaji mzuri katika Bwana. Ni wazo la kuwa mtu mkubwa katika masomo. Lakini the moment umeanza unaona mafanikio, lakini nafika mahali chali tunakuuliza, mtumishi, vipi unaendelea? Yaani mimi hata sijui what is going on. Sijui ni kitu gani ambacho kinafanyika juu yako. Bwana Yesu apewe sana. Yaani tayari ulishanyauka kwa sababu kuweza kumshirikisha Mungu wakati unaanza. Ile mizizi yako imekaa katika nini? Katika mwamba. Hiyo ni hatima. Nini? Bwana anakutaka katika hatima yako. Chochote unachotaka kuanza, usianze kwa hisia zako au kwa mambo, kwa sababu kuna mtu anaweza kuona unaona biashara nzuri, kweli umeona ukisimama katika duka zuri, lakini kwa sababu unaamini kwa hiyo willing kwamba ninaweza kufanya, unaenda kuanza kwa akili zako. The moment inakuja out, chali. Nini? Anza na Mungu. Na watu wa aina hii ndio watu wenye hatima. Kama ushakukaga na watu ukasikia, yaani mimi enzi zangu nilikuwa ni mtu, yaani mimi nikisimama ninaimba. Bwana Yesu apewe sana. Yaani nilikuwa nikisimama mimi ninaimba. Wewe watu walikuwa wanaingia rohoni. Ndio hawa. Bwana Yesu apewe sana. Hatima imenyauka. Nilikuwa mimi nina duka kubwa. Yaani mngenikuta kwenye enzi zangu wakati huo niko sijui la ngapi, niko la 7. Mngenikuta mimi wakati niko form 4, mimi wewe ungenitaka. Bwana Yesu apewe sana. Hiyo ni hatima. Nini? Kwa nini leo hatuioni? Kwa sababu mizizi imenyauka. Na watu wanakuwa tena hawana shauku ya kuendelea katika kile kitu ambacho walikuwa na focus kwenda nacho. Haleluya. Kama unaelewa, mpigie Yesu, mpungie tu Yesu mkono wako namna hii. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Hebu jitahidi usiweke moyo wako kuwa ngumu. Be flexible, uelewe. Haleluya. Mungu aliachia. Yaani sio kama Mungu alimnyima huyu mtu. Si ndio maana unaona anasema na mimi enzi zangu. Bwana Yesu apewe sana. Alikuwa na kitu, sio kama Mungu alimnyima, alikuwa na kitu, lakini leo kiko wapi? Leo amebaki kusema kwamba nilikuwa mtu fulani kwa sababu mizizi yake kwenda chini, alishanyauka. Bwana Yesu apewe sana. Lakini mtu wa tatu, hii ni mbegu ambayo imeota katika miba. Bwana Yesu apewe sana. Mbegu ambayo imeota katika miba. Biblia inasema ilikuwa imeshakuwa na kustawi. Bwana Yesu apewe sana. Inakuwa na kustawi, lakini imedondoka katika miba. Wakati inapokuwa, miba inaanza kuizonga. Hii ni aina ya hatima pia. Bwana Yesu apewe sana. Kuna watu wanawekewa hatima kubwa ndani yao, lakini what they do is out na kile kitu kikubwa ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yao. Haleluya. Kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Today wewe umetengenezwa kuwa mtumishi wa Mungu, au umetengenezwa kuwa pastor. So wewe labda unapiga injili, yaani umetengenezwa labda ni mwongeaji mzuri sana. Wewe bado kuona wewe mwongeaji mzuri sana. Mimi ni mwanasiasa. Yaani mimi hapa nataka usakuwa mwanasiasa. No, kumbe Mungu amekusudia hatima yako ni kuja kuwa mtumishi wa Mungu, ambao utataka usimame mbele za watu, uhubiri habari njema. Ndio maana Mungu anasema hawa ni wale watu ambao wanakuwa na vitu vikubwa, lakini mambo ya dunia yamekuwa kiwazonga. Leo Mungu amekupa hatima ya kuimba. Kumbe Mungu amekuweka kwa ajili ya kumwimbia yeye, na katika kumwimbia yeye Mungu yeye mwenyewe atakuinua na kustawisha. Lakini ile hatima yako imegeuzwa na shetani kwa sababu ya mambo ya kidunia ambayo yamekuzonga. Umeacha
Sasa hivi huko duniani wanatuimbia nyimbo ambazo sio, wanaigiza vitu ambavyo sio, wanafanya vitu ambavyo sio. Sio ngapi tunaelewana hapo? Hiyo ni hatima ambayo Mungu ameweka. Unaona kumbe Mungu hana upendeleo. Na huyu mtu ambaye anakuwa na hatima hii, Mungu anaiachia katikati ya watu wa dunia. Mungu anapokuwa amekupa hatima kwa sababu unaona umepata nafasi ya kuwa na watu wa dunia, wanakukubali, anakwambia yaani mwanangu, yaani wewe utatoboa. Yaani mwanangu usiache wewe ni mwenyewe tu siku na wewe mbega kwa bega. Bwana Yesu apewe sana. So the moment ambapo dunia inakuwa imekukubali na wewe unatoka out na kile kitu ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sana. Unaenda kule duniani ambapo kumbe sio mpango wala kusudi la Mungu kuweza kuwepo huko na sio hatima yako kupaswa kuwepo huko. Ndio maana nikamwambia watu kitu kimoja, tambua kwamba Mungu anapokupa hatima kwenye maisha yako, hakuna yeyote ambaye anaweza kuibadilisha. Hakuna yeyote ambaye anaweza kainyakua wala kuitoa. Lakini shetani anawatenda watu kwa akili. Kinachofanyika ni kwamba nini? Anabadilisha matumizi. Hatima yako kuimba inakuwa ile unaimba vizuri, sauti nzuri. Bwana Yesu apewe sana. Lakini unaimba nini? Unaimbia wapi? Unaimbia mazingira gani? Sio umeona shetani jinsi alivyo. Vitu vya kidunia vinakuwa vimekusonga. Haleluya. Haleluya. So ni wakati ambao unapaswa ukae ukitambua Mungu. Umeiweka hatima kubwa ndani yangu. Lakini natamani kuona juu ya hatima hii Mungu ikistawi na ikupendeze wewe. Maisha ambayo umenipa Bwana ikukubalika. Maisha ambayo Mungu umenipa kupatika na kupata kibali ninaposema mbele za watu. Kibali hiki sio kwa ajili yangu mimi. Kibali hiki ni kwa ajili yako wewe Bwana. Ili hatima hii iweze kukua, inakupasa sasa wewe ushuke chini ili Yesu afanye nini? Haongezeke. Haleluya. Sasa ipo mbegu ambayo ya mwisho tunaenda kuizungumzia. Haleluya. Na hapa ndipo ambapo nilikuwa natamani sana tukaweze kuzungumza zaidi. Hii ni mbegu ambayo imedondoka kwenye udongo mzuri. Haleluya. Watumishi wa Mungu mlioko hapa, wote mbegu zenu nyie ni udongo ule mzuri kwa sababu mko nyumbani kwa Bwana. Pigie Yesu makofi. Mwambie jirani yako, wewe ni udongo mzuri. Wewe ni udongo mzuri. Wewe ni udongo mzuri kwa sababu uko kwa Bwana. Mwambie ni udongo mzuri kwa sababu uko kwa Bwana. Sasa shida sio kwa udongo mzuri. Walio wakulima wanafahamu kuhusiana na udongo mzuri. Haleluya. Udongo mzuri, Bwana alipoiachilia ile mbegu ikapika katika ile udongo mzuri, hamkuambiwa the process ya ile mbegu ambayo inaweza kuteki pale hadi kufika kuzaa 100, kuzaa 160, kuzaa 130. Yesu alizungumza katika namna hiyo. Lakini ngoja leo nikwambie hatima ambayo inadondoka kwenye udongo mzuri ambao wote mnafahamu, ambao mmelima mashambani. Penye udongo mzuri au penye udongo wenye mbolea, mbegu inapodondoka ni mahali ambapo pia kuna magugu mengi. Bwana Yesu apewe sana. Ni mahali ambapo kuna magugu mengi. Hatima nzuri inapodondoka kwenye udongo mzuri huwa kuna magugu. Na always magugu yanapodondoka sawa sawa na mbegu ilipo, magugu kazi yake yananyonya virutubisho kutoka kwenye mbegu nyingine ili yenyewe iweze kuweza kustawi. Bwana Yesu apewe sana. Ameona mashamba ambapo mnakuwa mmelima mbegu, msikwenda kumwagilizia, msikwenda kupalilia, nini huwa kinatokea? Si huwa yana nani? Bwana Yesu apewe sana. Huwa yanakauka, si ndio? Yanapoteza ule ubora wake, hata yanabadilika rangi. Ndivyo ilivyo. Pamoja na kwamba hatima yako imewekwa katika udongo mzuri, lakini katika udongo mzuri ndio maana leo unapokuwa umeanza kugrow, bad people wanakuja karibu yako. Bwana Yesu apewe sana. Watu ambao sio wema wanasogea karibu yako. Nini kusudi lao? Ili waweze kuondoa kile kikubwa cha Mungu ambacho kimewekwa ndani yako. Sio kwamba uko mahali pabaya, si kwamba uko katika mramba. Haleluya. Haikuwa na maana kwamba alizaa 60, haikuwa na maana kwamba alizaa 100, ya kwamba process yake ya kuweza kufika ilikuwa ni nyepesi. Hapana. Kuna process ambazo pia Mungu ambazo aliingia tena hapo gharama. Bwana Yesu apewe sana. Wakati anakuwa, wakati anaanza kuchipua, ndio wakati ambapo na magugu pia yalianza kuweza kusimama. Bwana Yesu apewe sana. Magugu yakasogea karibu yake kwa sababu kwenye udongo mzuri pana mbolea nzuri, na yenyewe pia ilipata kuweza kustawi. Kustawi ili kumake sure yana destroy kile kitu kubwa ambacho Mungu amekiweka. Hata leo juu ya hatima yako kubwa ambayo Mungu ameweka, juu ya uimbaji, juu ya injili, juu ya biashara, there are people will come. They want to be near with you. Hallelujah. All of them they want to dominate. Wanahitaji kupata
kwa ajili ya kunufaisha wewe, kwamba yafanyike kwa mbolea kwako, ili kwa ajili ya kukudestroy wewe uende chini, wao waongezeke. Na pengine wao wana uwezo mkubwa sana wa kuchukua potential tofauti na wewe, matumizi ya mbolea tofauti na wewe. Bwana Yesu apesa sana. Ndivyo hivyo hata katika hatima yako. Hatima yako umepewa uimbaji. Kuna watu watakuja pesa unajua, lakini kumbe hawajaja kwa kusudi la ku make sure wanakutimiza katika kusoma katika ndoto yako, bali wamekuja katika ku make sure haufikiri destiny yako, wakushusha. Bwana Yesu apesa sana. Lakini sifa ya pili, hii mbegu inapokuwa ikikua, Bwana anaweza kawa ameondoa haya majani, lakini unatambua kwamba mbegu inapokuwa inakuwa, mmea unapokuwa ukikua, huwa kuna changamoto nyingi ambazo wewe unapitia. Moja ya changamoto ambayo inapitia huwa ni magonjwa. Bwana Yesu apende sana. Lazima shamba lipigwe dawa. Ni uongo wakulima. Ili sawa na hatima yako. Hatima yako zile ambapo unapokuwa ukikua, huwa kuna magonjwa yanavamia. Ndio maana sio rahisi kwamba unaona leo kuna kitu kikubwa ndani yako. Ukasema leo ninaamka, leo hatima yangu inatimia. No. Kuna magonjwa ambayo yanasimama. Nini? Ndio maana nakwambia unapaswa kumsihi Mungu hata kama kuna ukesi gani ambao uko ndani yako. Haleluya. Kuomba uko ndani yako kuna magonjwa. Haleluya. Sasa haya magonjwa lengo lake ni nini? Unaweza kuwa umeshinda, ukayashinda magugu, umesimama, magugu yameondolewa, lakini magonjwa yanakuja. Magonjwa yanakuja kudestroy. Utashangaa mahindi yamekuwa ya njano, utashangaa sio mahindi yamekueje. Bwana Yesu apende sana. Yaani lengo lake tu ni kutaka wewe usiweze kukua. Bwana Yesu apende sana. Lakini wakati huo huo, haleluya, nakwambia huwa inakutana na ukinzani mkubwa kutokana na mazingira inayokuwepo. Lakini pamoja na wakati huo, mnafahamu wakati unapokuwa umepanda mbegu wakati imepandwa, unapoanza kuchipua, hilo shamba huko kuna kuku wengi sana maandama hapo. Bwana Yesu apende sana. Yeye haikutosha tu kwa ile mbegu imepandwa, lakini kuna kuku watakuja, watafukua. Lakini sio tu kufukua, wakati umeanza kula, wakati umeanza kukua, maana ng'ombe wamejichanganya, wamepita, wamekula. Bwana Yesu apende sana. Yaani haina maana kwamba kuona kwamba ile hatima ambayo imewekwa ndani yako itakuwa kiwepesi. Hatima yako bado inataka bali mkubwa sana kuweza kufika. Haleluya. Wakati unapozidi kusonga, ndio wakati ambapo unashangaa maana mifugo imekuja, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu aliyopo ndani yako, Bwana anaiprotect hatima yako. Pige Yesu makofi. Mungu anaiprotect hatima kubwa ambayo ameiweka ndani yako. Haijalishi ng'ombe watakuja, haijalishi kuku watakuja, haijalishi magonjwa watakuja, ila kwa sababu ya kusudio kubwa ambalo Mungu ameweka ndani yako, unasimama tena. Haleluya. Unasimama tena. Hata utakapokula. Haleluya. Mimi nimeshuhudia mahindi yakiliwa, lakini bado tena yanamea, yanatoa tena, yanasimama. Haleluya. Sasa Mungu bado ameachilia kukua ndani yako. Hatima yako hakuna mtu ambaye ataenda kuipinga kwa sababu Bwana amekusudia. Haleluya. Lakini tatu, pamoja na kwamba bado inakuwa, imepata nafasi, hamna ng'ombe, hamna nini, kuna wakati pia wa majira, season, ambazo pia bado zinakuwa zikiandama hii mbegu. Hatima yako inakuwa ikiandamwa na mazingira, season. Kuna mahali ambapo unaweza ukatoka, ulikuwa the best, you call the best, wewe ulikuwa advance, ulikuwa the best, umefanya vizuri nini, watu wanakubali kule. Unapenda mazingira mengine, unapopokea ni tofauti kabisa, na unakuwa vitu, unakutana changamoto nyingine ambazo zinakupesa. Bwana Yesu apesa. Mbegu inapokuwa, kuna wakati ambao unakuwa ni wakati wa jua kali sana, ama mvua. Bwana Yesu apesa. Lakini hata wakati wa jua, kuna mahindi yanakuwa, ndivyo wakati unakuwa ni jua kali sana, lakini inakuwa katika hali ya kuvumilia. Hiyo ni sawa na hatima yako. Hatima yako unapokuwa ukikua, ni wakati ambao ukakutana na jua kali sana, ukakutana na jua ambalo litakuchoma, ukakutana na maneno ambao watu wanaongea vibaya juu yako, ukakutana na watu ambao watamani kukuona ukisimama, ukakutana na vitu ambavyo vinakurudisha nyuma, utakutana ni always watu ambao wana hatima kubwa juu ya maisha yao. Always utakuta ni watu ambao they stay focused, lakini utakuta ni watu ambao wanapitia wakati mgumu sana. Bwana Yesu apende sana. Hatima ile iliyoko ndani yako, unapitia wakati mgumu sana. Lakini tu usiojua kwamba hata kama mbegu ikue, kwamba inahitaji labda sasa iwe na mvua tu, si ndio? Jua tu, lakini pia hata mvua. Lakini mvua kuna moment inakuja ni excess. Bwana Yesu apende sana. Kwamba hii ni wakati ambao unajua kwamba mvua inatarajiwa kukukuza, lakini mvua nayo pia inapokuja kwa wingi, huwa inaua mahindi au inaua mbegu ile ambayo imepandwa. Bwana Yesu apende sana.
inadumaza ile mbegu ambayo imepandwa. Bwana Yesu apendwe sana. Ndivyo ilivyo hata hatima yako ambayo uko nayo leo. Kuna wakati unatamani kukua, lakini kuna wakati vitu vinakuja in excess ambavyo vinakudumaza. Bwana Yesu apendwe sana. Unasahau kule ambapo Mungu anatamani kupeleka. Lakini katika yote, baada ya kuvushwa haya yote, baada ya kusimama na kuwa ile mbegu kubwa, Bwana Yesu apendwe sana, na kuwa ule mti mkubwa, baada ya kusimama ile hatima yako ya kupitia mvua, ya kupitia magonjwa, ya kupitia shida zote, ya kuyashinda hata ile magugu ambayo yaliota akamea pamoja na wewe, wakati unapoenda kusimama, neno la Mungu linasema ile mbegu ilipokuwa, moja ilizaa 100, moja ikazaa 60, moja ikazaa 30. Hii mbegu ambayo unaiona hapa, hii ni mbegu moja, lakini when the moment ambao Mungu anakuwa akiacheza ile hatima ambayo imekusudiwa hiyo mbegu, hii mbegu ni kuja kutoa mbegu nyingine nyingi zaidi. Hatima yako inapokuwa na kufikia pale ambapo Mungu amekusudia, hatima yako juu ya Injili, hatima yako juu ya biashara yako, hatima yako juu ya kusudio kubwa la Mungu ambalo liko ndani yako, baada ya kusimama, baada ya kulitimiliza, unakuja kuzaa ile matunda. Katika kuzaa ile matunda, yanaenda tena kutumika kuinua watu wengine. Bwana Yesu apendwe sana. Hii mbegu inapoenda kuzaa, hii hatima inapoenda kuzaa, inapokuwa na imetimiza katika ule wakati, destination inapokuwa imefikia, tayari inaenda kutoa matunda mengine ambayo ndani yake kuna hatima nyingine zaidi yake. Nini? Wapo watu kupitia hatima yako ambayo Mungu ameweka ndani yako, kuna watu ambao wanaenda kujifunza jinsi gani ambavyo Mungu alisimama na kuweza kupigania. Kuna watu wanaenda kujifunza jinsi gani ambavyo waliweza kustay hapo walipo. Ozo haikuwa rahisi, lakini Bwana ndio ambaye pekee ameweza kufanikisha na kufikisha hapo. Haleluya. Haikuwa rahisi. Hayo ndio matunda ambayo unaenda kuyazaa. Not always within the destination, within the destiny, ndipo ambapo inatokea maono. Katika destination yako, ambao unaona destiny yako, maono yako ni nini? Yale matunda ambayo unaenda kuyazaa ni matunda ambayo unaenda kuyashuhudia yakiwalisha watu wengi, yakiwalisha watu wenye njaa, yakiwalisha watu wenye haja. Wangapi wanatamani kuziona destiny zao zikifika hapo na kuwalisha watu wengi? Kama unaamini ya kwamba ipo destiny kubwa ambayo Mungu ameweka ndani yako na imekuwa ikiwindwa na vitu vingi, simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Pengine wapo watu ambao wamesimama wakasema ya kwamba juu ya kitu kikubwa ambacho kimewekwa ndani yako hakitaweza kutimia. Pengine kuna watu walikaa vikao. Pengine kuna watu